Mtu anayechukua maana yake amechukua kwa 680. Yabeni wana Kilangala mbazi tunauza. Wana Kilangala bei moja tu ambayo ipo ni mbazi zetu ni 50. Mbazi zetu tunauza. Mimi niseme kwanza nashukuru kwa hili, na haya marejeo tutakuwa tunarudia sana kuja hapa Kilangala tuweze kufanya hii minada kila mtu aweze kuona. Kwa maana hiyo mbazi tumeuza. Asanteni sana, na mnada tumeufunga rasmi. Asanteni sana. Leo tulikuwa kwenye mnada wa mwisho wa chama kikuu cha Lindi Mwambao, ambapo pia ndio umekuwa mnada wa mwisho kwa mkoa wa Lindi kwa zao la mbaazi. Weekend iliyopita tulikuwa Runali kwenye zao la mbaazi. Kwa hiyo kwa kule Runali walikuwa wamekisia kukusanya tani 31, lakini wamefanikiwa kupata mpaka ule mnada wa mwisho wa juzi walikuwa na tani 31 kama na .5, lakini wao wamefikia lengo kwenye mbaazi. Lindi Mwambao walikuwa wameplani kupata tani 6,000, wamepata tani 3,600. Kwa hiyo wamepata nusu ya malengo, lakini kimkoa tulikuwa tumeplani kupata tani 38,000 za mbaazi. Kwa hiyo mpaka sasa tuna tani 35. Kwa hiyo tuna tofauti ya tani kama 3,000. Kwa hiyo tulichoendelea kuwahimiza vyama hivi ambavyo ndio vinavyosimamia wakulima, tumewahimiza kwamba waweke mazingira wezeshi ambayo yatawafanya wakulima walime mbaazi kwa wingi. Na uzuri Lindi Mwambao hapa leo wamekuwa wazi, wamesema kwamba wameshajipanga, watagawa mbegu kwa wakulima. Kwa hiyo tayari hiyo imekuwa ni kichocheo kwa wakulima kuongeza wigo wa uzalishaji wa zao la mbaazi. Awamu ya 6 imewezesha sana kwenye eneo la kilimo. Kwa hiyo tumeendelea kuasisitiza kwamba hivi vyama visimamie wakulima, vihakikishe kama huo mpango wa kutoa pembejeo watoe kwa wakulima ili wakulima waweze kulima. Ardhi ya Lindi ni ardhi yenye rutuba. Kwa hiyo mkulima yeyote akiweza kuongozwa vizuri, tunaamini kwamba watazalisha kuliko hata hicho anachokadiria. Tumefanikiwa kuuza tani 51 kwa bei ya shilingi 6,000, kwa bei ya shilingi 680. Ambapo tulikadiria katika makisi yetu kukusanya na kuuza tani 6,000 sasa na kilo milioni 6, lakini mpaka sasa hivi na kwenye mnada wetu wa mwisho tumekusanya tani 3,975, ambapo tumefanikiwa kulipa wakulima takriban shilingi bilioni 3,041,791,259. Malipo ya wakulima yanaendelea mpaka kwa mnada huu wa mwisho, lakini pia kutokana na uzalishaji umekuwa mdogo, chama kikuu kina mkakati wa kuweza kugawa mbegu kwa wakulima ili kuweza kuleta tija katika uzalishaji wa zao la mbaazi. Hivyo basi chama kikuu kitaratibu swala la ugawaji mbegu bora kwa wakulima ili kuweza kufanikisha uzalishaji unaongezeka. Pamoja na hilo, tunaelekea katika maandalizi ya msimu wa korosho. Hivyo chama kikuu kinaendelea na kuratibu swala la upatikanaji wa vifungashio pamoja na kamba ili viweze kufika kwa wakati kwenye magala ya vyama vya msingi. Pindi tu magala yatakapofunguliwa, kazi ya ukusanyaji wa mazao iweze kuanza mara moja. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.